kwa ni watu pia wa Qur'an. Tutakuwa na mashindano ya usomaji wa Qur'an kwa watu maarufu. Haya si mashindano ya kuhifadhi Qur'an, tufahamu hilo, tofauti na yale mashindano mengine ya vijana. Haya ni usomaji. Kwa hiyo watu watakao kuja kusoma hapa, wapo ambao wamehifadhi, wataamua kwamba wanasoma kwa kuhifadhi, lakini pia wapo wale ambao hawajajaliwa kuhifadhi, lakini kwa kuisoma Qur'an wanaweza kwa kuitazama. Pia wapo ambao watasoma kwa utaratibu huo. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo tutaziangalia. La kwanza, mshiriki atakayekuja kusoma ataruhusiwa kuchagua kusoma kwa kuangalia ama kwa kuhifadhi, hatapangiwa. Kwa hiyo mwenyewe tu kwa matakwa yake kwamba najiamini nimehifadhi, basi nitasoma kwa kuhifadhi, ruhusa. Ama nachukua msahafu niangalie ili nisome, basi pia ruhusa. Lakini la pili, mshiriki pia atachagua sehemu ya kusoma. Kama nilivyotangulia kusema, si mashindano ya kuhifadhi. Kwa hiyo hatuwezi tukamchagulia sehemu ya kuhifadhi au ya kuisoma, ila yeye mwenyewe mshiriki atasema kwamba sehemu hii naweza kuisoma. Ni mashindano ambayo tunatamani kila mmoja ambaye kaumbwa katika kheri ya Uislamu aweze kuisoma Qur'an. Kwa hawa watakuwa wanatumotivate kwamba mimi naweza kusoma kwa kuhifadhi, mimi naweza kusoma kwa kuangalia. Kwa atachagua sura au aya ambayo atasema mwenyewe kwamba hii naweza kuisoma na atasoma. Almuhim asome kidogo wastani wa mistari 3 mpaka 5, itakuwa imetosheleza sisi kumjaji. Na swali ni moja tu. Kwa atasoma swali moja, hakuna maswali mawili wala matatu. Na majaji pia wataangalia zaidi msomaji anavyosoma. Kama nilivyotangulia kusema, si mashindano ya kuhifadhi. Kwa hiyo hatutaangalia hifdhi. Zaidi tutaangalia taratibu za Qur'ani, ahkami tajwid, Qur'ani inasomwa vipi, zaidi hivyo. Lakini si kwamba tutaangalia hifdhi imekaa vipi. Na katika majaji tupo majaji 5. Nikianza upande wa kulia kuna Ustadh Ali Suleiman. Yeye ataangalia zaidi sauti ya msomaji. Kwa msomaji akija hapo, yeye mwenyewe atachagua sauti gani atakusoma, si qabayati, nahwandi, ajmi, zote. Hachaguliwi sauti. Atakaona yeye anafaa kuisoma basi atasoma. Na anayefuatia hapa Ustadh Abdullah Yusuf, yeye atakuwa mjumlisha maksi za washiriki. Nami nilosimama kama nilivyotambulishwa, Mustafa Kombo, nitakuwa nawaongoza maustadhi wangu. Na upande wangu wa kushoto Ustadh Saleh Ismail na Ustadh Hamed Ali, wao wataangalia zaidi ahkami pamoja na utaratibu mzima wa msomaji atakavyokuwa anasoma. Mwisho tutajumlisha na tutapata yule ambaye kawatangulia wenzake. Naamini wote watakuwa ni washindi, kwa sababu wameweza kuisoma Qur'ani, wote ni washindi. Huo ni utaratibu ambao tutautumia sisi katika kuongoza tukio zima hili la usomaji wa Qur'an kwa watu maarufu na viongozi Tanzania. Na moja kwa moja al-akh MC wa shughuli, basi nafikiri utaratibu umeeleweka kwa wasomaji. Tutaita msomaji mmoja mmoja hapa. Atakayeitwa atakuja atasoma, na sisi tukijiridhisha tayari tutasema hasbu. Atamalizia sadaqallahu alazim, ataenda kukaa, atafuata mshiriki mwingine. Shukran. Kazi kwako, hakuna kuchelewa tena. Itawashiriki uwaswalike waje kufanya kazi. Naam, dimba letu tutafunguliwa na mshindi wetu wa mwaka jana ambaye ni Abdurrahman Ali Said almaarufu Mao Mshairi. Yeye itabidi atufungulie kama bingwa mwaka jana. Atafuatia mshiriki namba 2, ajiandae Suhaila Muhammad Omar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. Na huyu Abdurrahman Ali Said maarufu Fumao mshairi amemaliza kusoma, na mshiriki wa pili ni Suhaila Muhammad Omar, aje naye asome, na ajiandae mshiriki wa tatu Adam Chogi maarufu Masai Nyeupe. Na nitaomba washiriki kiutaratibu ambao utakuwa rahisi, ukifika useme kwamba nasoma sura fulani au aya fulani inshallah. Na mashafu ipo pia, na unataka kuchagua kusoma kwa mashafu. Nasoma Suratul Baqara aya 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من
نشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. Naomba rudia illa lina'lama. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حسبه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Na naomba nirekebishe kidogo, ilikuwa sio aya 22, ni aya 142 katika suratul Baqara. Na mshiriki wa tatu ni Adam Chogi maarufu Masai Nyeupe, na ajiandae mshiriki wa 4 Habiba Zumo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, hata salamu wa Mwenyezi Mungu amuitiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitasoma ile aya ambayo Mwenyezi Mungu, ile aya ya Marasani, ile ya mwezi mtukufu wa Marasani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Shukran. Naam, huyo ni mshiriki Adam Chogi maarufu Masai Nyeupe, na anayefuata sasa hivi ni Bi Habiba Zumo. Ajiandae brother Said. Nitasoma Suratul Fatir aya 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Huyo ni Bi Habiba Zumo, amemaliza kusoma, na anayefuata kwa sasa hivi ni Said. Na nafikiri siwatambulishi vyeo vyao kwa sababu kila mmoja anajua huyu ni msanii, huyu ni mchekeshaji, huyu nani. Inshallah. Naam, umaarufu. Basi inshallah naamini katika makomedian wa Tanzania wanaofurahisha mbavu zetu naye yumo Said. Na ajiandae brother Uncle Zumo. Jiandae Uncle Zumo baada ya kumaliza Said. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasoma suratu Ibrahim kuanzia ya kwanza mpaka ya 5 inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabu anzalnahu ilaika litukhrijan nasu minal dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Rudia kidogo, anza tena mwanzo. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا إبليس وما أرسلنا من رسول إلا بلسان. حسبك. شكرا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Huyo ni Sheikh Said na akamaliza kusoma suratu Ibrahim. Anayefuata ni Muhammad Kingara maarufu Uncle Zumo, na ajiandae mshiriki Mariam Juma anayetokea Manara TV.
surati Zumar aya 71. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw binafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حسبه. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. Huyo ni Muhammad Kingara maarufu Anko Zumo, amesoma suratu Zumar aya ya 61, japo ikapitikiwa ametuambia aya ya 71. Kwa wale ambao wanafungua ni aya ya 61. Naam, kwa sasa hivi anafuata Bi Mariam Juma. Huyu ni mtangazaji wa Manara TV, na ajiandae mshiriki mwingine Slum Suleiman Babdeo. Inshallah kama tayari amefika naye ajiandae. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasoma suratu Qaf kuanzia aya ya 16. A'udhu billahi minash shaitanir